Mama zangu, unaona pale vile kwenye huko, jikazi ukuwe mtu wa kuchagua vitu vitengea mwili yako. Chakula unakula, ujue unakula ni juu ya nini unaikula. Unasikia? Gisi uko pale vile kijana. Usikuwe unaitika kila kitu yoyote tu unaona tu ya kukula unaanza kula. Jiulize jua nini. Na leo gisi bishakuwa leo iko tena mbali uko na simu yako pale. Ingia kwa internet, uliza maana hii chakula. Unasikia? Njoo unaikula. Mko tu kuona tu nakula. Kutoa vitu vitakutokea. Niko hapa hivi na Bible hii. Unasikia Bible? Hii ni nani? Daniel hapa hivi. Unasikia? Niko hapa tu nikusomee hii kitabu iko mshapitre 1 naanzia ku verset 3 mpaka nenda ishia ku 17. Unasikia? Maki itakuwa mrefu, meenda isoma tu juu uelewe. Unasikia? Kia kwa siku King Nebuchadnezzar wanted only healthy boys who did not have any breaches cares of anything wrong with their bodies. He wanted handsome, smart young men who are able to learn things quickly and easily to serve in his palace. Unasikia? Sa mfalme Nebukadnezar ile epoke ya Babiloni, sa banatosha watu wa Israeli. Mfalme Nebukadnezar Mungu anampatia ile uwezo ndio anatosha wale watu wa Israeli na babiba Babiloni. Inafika saa kawazi kuna vijana bebiko ba handsome, sexy hivi, benye biko na akili ya kuelewa. Unasikia? Benye biko smart. Unasikia? Akatuma ifo wabatwali. Kisha kuwa unasikia? Kisha sasa hapa yanasema peasants to teach these young men the language and writings of the Chaldeans. Mfalme akapatia mlinzi wake afundishe wale vijana gisi ya kuandika na kusoma. Unasikia? Na kuwafundisha lugha mpya. Ndio kama gisi uko pale vile. Usikwe na dharau lugha. Lugha ni lugha. Kama uko kwa watu jifunze lugha. Kama uko fasi uko kwa Espanyole, ongea jifunze Kiespanyole. Fasi yote kwenye huko unajikuta. Uko Tanzania jifunze Kiswahili. Uko Uganda jifunze Kiganda. Uko Kenya jifunze Kiswahili ya Kenya, uizoee. Unasikia? Jule itakusaidia kumaxe, jujua mtu epeka jeni zake, ile lugha inakusaidia kuelewana na watu. Unasikia? Chapo anasema, Nebuchadnezzar gives the young men a certain amount of food and wine every day. Shaka pasole mlinzi wake kwa upatia chakula na wine, na iko sa kinywaji, iko sa pombe bakwe na kunywa. This was the same kind of food that he hate. He wanted them to be trained for 3 years. Unasikia? Akapani ile chakula juu watu wakuwe na nguvu. Ndio maana nitafuta kuambia pale kwenye kujikazi uko naangalia nini ndio utakula. Ukule chakula itakuletea nguvu. Hapana kula chakula juu shibe. Tiele mwakili, keep that in mind. Kula chakula itakuletea nguvu. Wakatafuta bale wapati chakula panda 3 sasa unajifunza tu kitu kidogo, ushakata mona acha. Unaanza jifunza lugha, unapenda lugha ijue mwezi 2 mwezi 1. Bora bitawezekana. Hapa chini ya jua kuna maji. Hapa chini ya jua ni ku-apply na ku-apply. Tile keep that in mind. Unasikia? Akisha anasema, after that they would become servants of the king of Babylon. Among those young men were Daniel. Unasikia? Mbale watoto wale ba vijana wale. Daniel na alikuwa mpale vile Mungu akasema, maki mfalme akasema sasa maza watumikisha patamazi jifunza. Shenjo atakia na bafanya sasa baanze kuwa naanza mlinda. Unasikia? Baanze tumika mkifalme. Jua nini? Juu chakula batakula, ibatie nguvu na wanawafunza. Ndio maana wewe angalia vitu viko na tia akili yako. Unaangalia nini ndio unajifunzaga. Itakusaidia maisha yako. Mimi naona hapa mimi nakuwa ni Bible. Kama soma Bible nasoma ma livre za leadership. Basi juu ni avance akili yangu za development personnel, juu ni kuwa intelligent tena mu maisha yangu. Nisikuwe na jiconfuse kwa vitu vinatafuta fara. Unasikia? Kisha pewe akasema Wanda Rukia kisha kapatia Daniele, akampatia jina Anania, Mikael, Michel and Azaria from the tribe of Judah. Juba alikuwa baini, ndio kwa Shadrach, Meshach na Abednego. Wale watatu na Daniel ndio walikuwa baini, ndio walikuwa marafiki baini. Kia sasa Daniel did want to eat
king's food and wine food, because it would make him unclean. So he asked it Shaphan for permission not to make himself unclean. Unasikia Daniel hakuna kama ile chakula ikuwa mzuri. Jule chakula itamfanya anakuwa buchafu, ile chakula ndani ya mbaya, ni makosa. Kusagisi ndiye alikuwa mtribe wa Juda. Unasikia maana sasa mtoto wa Mungu hawezi kunywa pombe. Sote kwa chakula zingine zenye wote ziko nakula pale na ziko zako. Pombe akakatala kunywa pombe. Kisha kalomba ruhusa kule muulize wanapatia matabafundisha. Apatie ruhusa. Chakula isitawapatia. Kisha Shefaza akasema mtanisamee mfalme njoo anipatie. Kisha pena taruka. Apena sema loyo the man loyal Daniel. But Shepherd told Daniel, I am afraid of my master the king. He ordered me to give you this food and drink. I look weak and sick. You will look worse than other young men your age. Unasikia sema mfalme sasa wapatie chakula juu iwatie nguvu, juu wakuwe na nguvu. Daniel akatasha, mbona chakula kitawafanya mnakuwa baregevu kuzia wale wengine wa vijana? Unasikia pale. Kisha sasa Daniel akamwambia, Daniel talked to a guard who had been put in charge of them, Anania, Michael and Shadrach and Abednego. Akasema hivi, he said, please give us this test for 10 days. Don't give us anything but vegetables to eat and water to drink. Akamwambia tupatie siku 10. Unasikia? Tuwe tunakula tu mboga za majani. Unasikia? Na mai ya kunywa. Kama alikale mzuri. Mboga za majani na mai ya kunywa. Bro, sitakudanganya mwa hii dunia. Ukosa kula mboga ma free. Na mai unakosa kuutilize mai mingi. Bro, juu unakuwa detri. Juu anakuwa na jikaza. Usiigeige. Usione juu wenzako kwa kunywa pombe. Na wewe penda na wewe jifanye na unajua kunywa pombe. Kama una mwenzako anakunywa pombe wao una ile uwezo wa kuikunywa, bro, acha pale. Na ule mtu wa vile kata naye urafiki. Unasikia? Njoo nakwambia, njoo super sema watu wale hawezi tembea njia ya mwana wasikili sana. Ndio mpenda kwambia, angalia vitu vyote uko natia mwili yako na uko atia mwakili yako. Wewe ule mtu mwenye uko kesho kupangia utakuwa mizisi. Na ule wewe mtu leo unashindaka kwa TikTok kwa kufuata comedy. Unashinda kwa Instagram au comedy, Facebook comedy. Hapa wewe ni muziki, leo ufuate muziki. Ule jifunze muziki hizi wenzako wanaimba. Uingie mu repetition. Unakosa line yako. Wewe ni muziki, unapaswa jifunza muziki. Wako pale vile wewe ni mwalimu. Uliofuate gizi kwa kufundisha walimu wengine kwa kufundisha hapa ku reseaux sociaux. Uwaze kisi na utiza fundisha watu hapa ku reseaux sociaux ama njia yoyote. Wewe ule na uko nenda fuata uko kwa jifanya unaanza fuata muziki saa mchana usiku. Unasikia unaenda fuata mamachi. Unasikia? Wako basketer kila siku ifoko nenda mtizi. Unaacha tizi na wewe ule unaenda kwa muziki. Bro, aujue bio kwa tiele akili yako. Usikue na igaiga vitu maisha yako. Bro, chakula vitu vinaingia ndani yako. Ndio vina determine mwili yako. Ndio na determine fasi yako. Hii aspect physique. Aspect physique yako magari kwa seksi hai. Unaona chakula kwa mwili. Unaona mwili, mwili uko na ukikula. Inakule ukikula. Ile sio na ijenga. Ukikula vitu vya mzuri vya mzuri. Ile sio na jenga. Ukosa kula vitu vya mzuri bro, unaharibu. Utakia kutana pre. Juu vitu unaanzaka pole pole. Unaona siku. Ndio maana uko na fanya attention sana kwa naheshimia siku. Kwa hii journée, hii 24 kwa naheshimia sana. Tumie 24 ujue activité utafanya itakuwa hata panda 30 jours. Ile activité, mais ile activité ujue itakuwa nishabadilika. Mokuishi tu na lamuko unaishi tu wazari. Unakula vyote tu unakuta tu unakula. Hauna hata saa kupiga hata jeni. Brojo maisha yako uniharibu. Kimya. Ukienda hata iko pa kama unaingia ku Google iko hapa, LinkedIn iko hapa, Wikipedia iko hapa, ChatGPT iko hapa, unauliza chakula gani njoo proteini mwanaume anapaswa kula juu ya kuproteger mwili, au mwanamke anapaswa kula.
saksi mia hapa naulizaka chakula gani free gani ndio zinanistahili. Uno unalamuka tu unaanza fanya vitu vya kufanya. Si judge mtu na si confondre mes propos, mais na kuonesha tu maisha kisiko. Jikaze sana pale kwenye huko. Ukuwe mtu wa show. Na yeye kwa sababu tu juu mtu anaenda kuletea vitu, taka mtu anakusidia pouvoir, mtu anakusidia kila kitu. Ndio tetika. Kwa wengine wanakuwa ni